Mheshimiwa Rais, ni matumaini yangu kuwa ripoti zinazowasilisha zitakupa taswira halisi kuhusu usimamizi wa fedha na rasilimali nyingine za umma pamoja na utendaji wa taasisi za umma katika kutekeleza shughuli zake ikiwemo miradi mikubwa ya serikali na kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya ya awali, ninaomba sasa uniruhusu nijielekeze katika kutoa muhtasari wa matokeo ya ukaguzi wangu kwa mwaka wa fedha wa 2024/2025. Kama sheria ya ukaguzi inavyosema, baada ya ripoti hizi kuwasilishwa bungeni, zitakuwa wazi kwa wananchi ili wazisome na kuona kwa kina nini kimo kwenye ripoti hizo ambazo ninaziwasilisha kwako hapa leo. Mheshimiwa Rais, nianze na idadi ya kaguzi nilizofanya kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Kwa mwaka wa fedha 2024/2025 nimefanya jumla ya kaguzi 1553 za aina mbalimbali, zikihusisha kaguzi 1339 za hesabu za fedha, kaguzi 18 za ufanisi, kaguzi za kiufundi kwa njia real time audit 12, kaguzi za mifumo ya tehama 137 na kaguzi maalum na za kiuchunguzi 47, ambazo kati ya hizo kaguzi za kiuchunguzi na maalum 38 zimekamilika na 9 ziko katika hatua mbalimbali ya kukamilishwa. Mheshimiwa Rais, kuhusu kaguzi maalum na za kiuchunguzi 47 nilizosema hapo juu, kaguzi 45 zinatokana na maombi ya taasisi za serikali, viongozi na wadau mbalimbali. Kaguzi 2 nilizianzisha mimi mwenyewe. Kati ya maombi hayo kutoka kwa viongozi na taasisi za serikali, Bunge liomba kaguzi 7, Waziri Mkuu aliomba ukaguzi 1, vyombo vya kiuchunguzi kwa maana TAKUKURU, DCI na TSEA waliomba kaguzi, jumla ya kaguzi 31. Wakuu wa taasisi za serikali waliomba kaguzi 2. Na kupitia taarifa za siri toka kwa wananchi tulifanya jumla ya kaguzi 4. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa hati za ukaguzi. Katika mwaka wa fedha 2024/2025 nimetoa jumla ya hati 1339 za kaguzi, ikiwa ni 38 ikilinganishwa na hati 1301 nilizotoa katika mwaka wa fedha 2023/2024. Kati ya hati hizo 1339, hati 221 zinahusu tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Hati 225 zinahusu mashirika ya umma. Hati 562 zinahusu serikali kuu na hati 331 zinahusu miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, kati ya hati hizo zinazoridhisha ni 1326 sawa na 99%. Hati zenye shaka ni 10 sawa na 0.8. Hati mbaya ni 1 sawa na 0.1. Na taasisi 2 sawa na 0.1 nimeshindwa kutoa maoni ya ukaguzi. Kwa ujumla, hati za ukaguzi wa hesabu zinaonyesha kuwa utayarishaji wa hesabu unaridhisha na kwa kiasi kikubwa unazingatia taratibu na kanuni za uandaji wa hesabu hizo. Mheshimiwa Rais, taasisi zenye hati zenye mashaka, hati mbaya na kushindwa kutoa maoni ni kama zifuatazo. Kwanza, kwenye mashirika ya umma na taasisi zingine kuna Bodi ya Korosho Tanzania imepata hati yenye mashaka, Kiwanda cha Madawa cha KECO imepata hati yenye mashaka, Bodi ya Chai Tanzania imepata hati yenye mashaka, Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira Kyela Kasumuru nilishindwa kutoa maoni. Mheshimiwa Rais, serikali kuu na wizara, idara na wakala. Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA imepata hati mbaya. Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira Handeni Trunk Main imepata hati yenye mashaka. Mamlaka Maji Safi Usafi wa Mazingira Kondoa hati yenye mashaka. Jumuiya ya Maji Ngazi ya Jamii Kilumusa Sibiuso imepata hati yenye mashaka. Jumuiya ya Maji Ngazi ya Jamii Mambawasa Sibuiso nimeshindwa kutoa maoni. Serikali za mitaa. Halmashauri ya Manispaa ya Kibaha imepata hati yenye mashaka. Halmashauri ya wilaya ya Msalala imepata hati yenye mashaka. Upande wa vyama vya siasa, Chama cha Civic United Front kwa maana CUF imepata hati yenye mashaka. Chama cha National Construction Alliance NRA imepata hati yenye mashaka. Mheshimiwa Rais, sababu kuu zinazopelekea kutolewa kwa hati zenye kasoro ni pamoja na upungufu wa nyaraka toshelevu za kuthibitisha uhalali wa malipo, matumizi yasiyothibitishwa, kutofautiana kwa mizania ya hesabu, pamoja na kutozingatia viwango vya kimataifa vya uhasibu, yani IPSAS na IFRS. Mheshimiwa Rais, naomba kufahamisha kuwa sikuweza kukagua hesabu za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa mwaka wa fedha 2024/2025 baada ya kupata taarifa kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa kuhusu mashauri yanayoendelea mahakamani.
Mheshimiwa Rais, hali ya utekelezaji mapendekezo ya ukaguzi ya miaka ya nyuma. Mheshimiwa Rais, uchambuzi wa utekelezaji mapendekezo ya ukaguzi unaonyesha changamoto za kimfumo katika usimamizi wa uwajibikaji wa taasisi za umma. Kati ya mapendekezo 38,181 yaliyotolewa miaka ya nyuma mpaka leo, ni asilimia 36.7 pekee yaliyotekelezwa kikamilifu, huku asilimia 43.5 yakiwa bado katika utekelezaji na asilimia 7.5 hayajatekelezwa kabisa. Hii inaashiria kuwa juhudi za marekebisho hazijafikia kiwango kinachoweza kuleta mabadiliko ya haraka na yenye tija. Vile vile, uwepo wa mapendekezo yanayodumu kwa kipindi cha miaka 7 hadi 20 bila kutekelezwa kunaonyesha changamoto ya kudumu katika ufuatiliaji wa utekelezaji pamoja na kushindwa kushughulikia vyanzo vya matatizo kwa maana root causes. Hali hii inaendelea kuhatarisha upotevu wa rasilimali za umma na kudhoofisha ufanisi wa taasisi. Mheshimiwa Rais, nikupe mifano ya hoja za muda mrefu. Mamlaka ya Mapato Tanzania ina madeni ya kodi yanayofikia takriban shilingi bilioni 7.24 ambayo yameendelea bila kukusanywa kwa zaidi ya miaka 17. Mamlaka ya Hifadhi ya Bahari na Maeneo ya Hifadhi ina madeni ya shilingi milioni 658 yanayodaiwa na jamii ya Mafia hajalipwa kwa zaidi ya miaka 15. Cashnut Board of Tanzania, mali na viwanja vyenye thamani ya takriban shilingi bilioni 3.28 bado havijapatiwa hati miliki kwa zaidi ya miaka 13, jambo linalohatarisha umiliki wa mali za serikali. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa mapendekezo mengine hauhitaji rasilimali, unahitaji tu taratibu za kufuta hasara kwa mujibu wa sheria, lakini taratibu hizo za kisheria zinachukua muda mrefu na kuacha hoja zikiendelea kuwepo kwenye orodha ya mapendekezo ambayo hayajatekelezwa. Kwa ujumla, mwenendo huu unaonyesha kuwa mfumo wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi unahitaji kuimarishwa zaidi ili kuhakikisha matokeo ya ukaguzi yanakuwa nyenzo muhimu katika kuimarisha utendaji serikalini. Mheshimiwa Rais, changamoto hizi zinatokana na kukosekana kwa mifumo madhubuti ya uwajibikaji katika taasisi za serikali kwa ajili ya kuratibu ufuatiliaji wa hoja za CAG na utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi. Hata hivyo, mfumo wa IFTMIS uliopo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI umeanza kuonyesha matokeo chanya, ambapo unatumika TAMISEMI na mamlaka zote 184 za serikali za mitaa, na ofisi ya CAG imepewa haki ya kutumia kwa ajili ya ufuatiliaji. Mheshimiwa Rais, kwa kuzingatia ufanisi huo wa mfumo, napendekeza mfumo huo uangaliwe ili kuweza kutumika kwa taasisi zote za serikali pamoja na kuunganishwa na mifumo ya ufuatiliaji wa Bunge ili kuimarisha uwajibikaji, kuongeza ufanisi wa ufuatiliaji wa mapendekezo ya ukaguzi. Mheshimiwa Rais, pia napendekeza mlipaji mkuu wa serikali awasimamie maafisa masuhuri kuhakikisha wanatekeleza mapendekezo ili kuondoa mrundikano wa mapendekezo ambayo hajatekelezwa kwa muda mrefu. Kama nilivyosema, mengine hahitaji tukufuta hasara ambazo zimeonekana ni hasara, ni kuleta kwa mlipaji mkuu wa serikali, CAG akithibitisha, tunapeleka bungeni, zinafutwa na kuziondoa kwenye ile orodha ya hoja ambazo hazijatekelezwa, mapendekezo ambayo hayajatekelezwa. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa deni la serikali. Mheshimiwa Rais, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2025, deni la serikali lilifikia trilioni 110.05. Kiasi hiki kinajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 35.5 na deni la nje la shilingi trilioni 74.55. Mwenendo huu unaonyesha kuwa ndani ya mwaka mmoja deni limeongezeka kwa shilingi trilioni 12.7 sawa na asilimia 13.04 ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 2023/2024. Ongezeko hili limechangiwa zaidi kwa kuongezeka kwa mikopo ya nje pamoja na kushuka kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani, ambao kushuka kwa thamani kumechangia ongezeko la deni la shilingi trilioni 2 kutokana na exchange rate. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uhimilivu wa deni, debt sustainability analysis, imebaini kuwa deni la serikali bado lipo ndani ya viwango salama vinavyokubalika kimataifa, huku thamani ya sasa ya deni lote la umma kwa pato la taifa ikiwa ni asilimia 40.7 chini ya ukomo wa asilimia 55, na deni la nje kwa pato la taifa likiwa ni asilimia 24.9 chini ya ukomo wa asilimia 40. Aidha, uwiano wa deni la nje kwa mauzo ya nje ni asilimia 125.5 ambao bado upo ndani ya kiwango
cha asilimia 180. Viashiria hivi pamoja na ukuaji wa uchumi vimeimarisha uaminifu wa Tanzania kimataifa, jambo linaonekana kupitia ukadiriaji mzuri wa utulivu wa hadhi ya ukopaji ambao Moody's wametupatia daraja la B1 kwa maana tuko stable mwezi Desemba 2024, na Fitch Ratings ilitoa daraja la B+ kwa maana stable Machi mwaka huu. Haya ni mashirika ambayo yanatathmini uwezo wa ukopaji katika nchi mbalimbali na uwezo wa uchumi na uvumilivu. Mheshimiwa Rais, usimamizi wa mapato. Mwenendo wa ukusanyaji wa mapato. Bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ilifikia trilioni 50.29, ambapo mapato yaliyopatikana yalikuwa ni shilingi trilioni 47.82, sawa na utekelezaji wa asilimia 93.11. Mapato ya ndani yaliendelea kuwa chanzo kikuu kwa kufikia asilimia 99.41 ya lengo, huku Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA ikiwa mchangiaji mkuu wa makusanyo hayo, yakionyesha utendaji mzuri wa ukusanyaji ambapo yalivuka lengo. Nichukue nafasi hii Mheshimiwa Rais kuipongeza serikali na TRA kwa ufanisi huu. Aidha, serikali iliongeza utegemezi wa mikopo ya kibiashara ambayo ilivuka lengo na kufikia asilimia 108.18, wakati misaada ya mikopo nafuu ilifikia asilimia 39.73 ya lengo. Mheshimiwa Rais, kutowasilishwa fedha za mifuko maalum special funds kwenye mifuko husika. Mheshimiwa Rais, nibaini kutowasilishwa kwa fedha ya mifuko maalum ambapo kiasi cha shilingi trilioni 2.28 kilichokusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania kutokana na tozo za mafuta na reli kiliingizwa kwenye mfuko mkuu wa hazina. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 780.88 pekee ndizo zilizowasilishwa kwenye mfuko husika, ikiwemo mfuko wa barabara, mfuko wa nishati vijijini, mfuko wa reli na mfuko wa maji, huku shilingi trilioni 1.48 zikibaki bila kupelekwa na kutumika shughuli nyingine. Hata hivyo, Mheshimiwa Rais, mifuko maalum ya serikali imekuwa mingi, inahitaji kutathminiwa kwa kina, kwani hali hii inadhoofisha dhana ya kuwa na mfuko mkuu wa hazina. Mheshimiwa Rais, inatambua juhudi za serikali katika kuboresha mifuko hii. Hata hivyo, kwa kuwa hali imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu kutokana na mwenendo unaojirudia, napendekeza serikali ifanye mapitio ya mfumo wa kisheria ili kuweka utaratibu unaoruhusu mgawanyo ulioainishwa wazi kati ya fedha zinazopelekwa kwenye mifuko maalum na mfuko mkuu bila kuathiri utekelezaji wa majukumu ya mifuko hiyo. Mheshimiwa Rais, kesi za kodi za rufaa zilizokwama. Ukaguzi umebaini kuwa kuna mrundikano mkubwa wa kesi za kodi zisizotatuliwa zenye thamani ya takriban shilingi trilioni 10.75 kwa Tanzania bara na Zanzibar, ikiwa katika ngazi za bodi ya rufaa za kodi TRAB, baraza la rufaa za kodi TRAT na mahakama ya rufaa Tanzania CIT. Idadi ya kesi imeongezeka kwa kasi kutoka kesi 7 mwaka 2019-2020 hadi kesi 1223 mwaka 2024-2025. Hali inaashiria udhaifu katika mifumo ya utatuzi wa migogoro kikodi. Hali hii inachangiwa na kukosekana kwa mifumo madhubuti ya usuluhishi wa mapema ndani ya Mamlaka ya Mapato, pamoja na uchache wa wataalamu wa mifumo duni ya kielektroniki katika vyombo vya rufaa, jambo linalosababisha ucheleweshaji wa maamuzi. Mheshimiwa Rais, napendekeza serikali ifanye mapitio maalum ya kesi zote na kuweka malengo ya muda kuzitatua, kuimarisha mifumo ya usuluhishi wa ndani ya TRA ili kupunguza rufaa zisizo za lazima na kuongeza wataalamu pamoja na matumizi ya mifumo ya kidijitali katika vyombo vya rufaa za kodi ili kuharakisha usikilizwaji wa mashauri ya kodi. Mwenendo wa mashirika ya umma ya kibiashara. Mheshimiwa Rais, utendaji wa kifedha wa mashirika ya kibiashara unaonyesha kupungua kwa hasara kutoka shilingi bilioni 412.31 hadi shilingi bilioni 307.1. Hata hivyo, upungufu huu haujatokana na ufanisi wa kiutendaji, bali imechangiwa kikamilifu na ruzuku za matumizi ya kawaida recurrent grants kwa ajili ya mishahara, gharama za uendeshaji wa taasisi ambazo zina thamani ya shilingi bilioni 105.21. Jambo linaloashiria kuwa hasara zimehamishiwa kwa serikali badala ya kupungua kiuhalisia. Aidha, licha ya serikali kutoa ruzuku ya maendeleo za shilingi bilioni 159.61 kwa ajili ya uwekezaji, taasisi 22 zimeendelea kupata hasara
kwa kipindi cha mwaka mmoja hadi miaka mitatu. Hali inaonyesha changamoto endelevu za ufanisi, ongezeko la gharama na uendeshaji na udhaifu wa mifumo ya udhibiti wa ndani. Mheshimiwa Rais, niongelee kampuni yetu ya ndege. Mheshimiwa Rais, kampuni ya ndege Tanzania ATCL imeendelea kupata hasara, ambapo kwa mwaka wa fedha 2024/2025 ilipata hasara ya shilingi bilioni 191.19, ikiwa ni ongezeko la asilimia 108, na hivyo kufikisha jumla ya hasara tangia ilianzishwa ya shilingi bilioni 748, licha ya kuendelea kupokea ruzuku za serikali kwa ajili ya mishahara na gharama za uendeshaji. Mheshimiwa Rais, hasara hii imechangiwa na mambo yafuatayo: ongezeko la gharama za uendeshaji kuzidi ukuaji wa mapato, ambapo gharama ziliongezeka kwa shilingi bilioni 134 na kufikia shilingi bilioni 675. Shirika lifanya safari chini ya matarajio, ambapo njia 87 za safari zilikuwa na wastani wa ujazo wa abiria load factor wa asilimia 55 pekee. Matumizi yasiyo bora ya ndege ya mizigo ya Boeing 767-300F. Ndege ya mizigo ilitumika kinyume na matumizi yake yaliyokusudiwa, ambapo asilimia 94 ya safari zilikuwa za masafa mafupi na ya kati badala ya safari ndefu zenye mapato makubwa. Aidha, ilifanya safari nyingi chini ya uwezo wake wa kubeba na hatimaye ilisimamishwa, huku ikiendelea kugharimu shirika takriban shilingi bilioni 3.54 kwa ukodishaji na bima bila kuzalisha mapato. Kwa ujumla, hali hii inaonyesha changamoto za kimuundo na kiutendaji zinazoendelea kuathiri ufanisi na uendelevu wa kifedha katika shirika hili. Udhaifu wa mifumo ya udhibiti umepelekea malipo ya shilingi bilioni 20.61 kwa mawakala bila kuthibitishwa kuwafikia abiria, pamoja na marejesho kwa abiria kutokana na kusitishwa ama kuahirishwa kwa safari, yani refunds, za shilingi milioni 310.57 yaliyofanyika bila uthibitisho wa nyaraka. Mheshimiwa Rais, ninaamini shirika letu lina nafasi ya kutengeneza faida na kuondokana na hasara. Ninapendekeza kuwa serikali iboreshe ufanisi wa shughuli za ATCL kwa kupitia upya faida za njia za safari na matumizi ya ndege, kuandaa mkakati maalum wa kuongeza ufanisi wa ndege ya mizigo, kuunganisha mifumo ya tehama ili kuboresha ubadilishanaji wa data na kupunguza michakato nje ya mfumo, pamoja na kuimarisha udhibiti wa marejesho ya fedha kutoka kwa mawakala ili kulinda mapato ya kampuni. Mheshimiwa Rais, shirika la reli Tanzania. Shirika la reli Tanzania TRC linaendelea kukabiliwa na changamoto za kiutendaji zinazoathiri utendaji wake wa kifedha, hususan katika reli ya MGR ile ya zamani, ambapo kiwango cha mizigo kimepungua, hali iliyosababisha kushuka kwa mapato na kuongezeka utegemezi wa ruzuku za serikali licha ya kuongezeka kwa mapato kutokana na SGR hii mpya. Aidha, shirika limepata hasara kutokana na ajali za treni zilizofikia ajali 328 zilizosababisha upotevu wa takriban shilingi bilioni 3.06 kutokana na uharibifu wa miundombinu na kupotea kwa mapato. Hali hii inaonyesha udhaifu katika uendeshaji, matengenezo ya miundombinu na usimamizi, jambo linaloendelea kudhoofisha uimara wa kifedha wa TRC. Mheshimiwa Rais, kutokana na hali hiyo, napendekeza shirika la reli imarishe usimamizi wa miundombinu ya reli kwa kuhakikisha ukaguzi na matengenezo ya mara kwa mara yanafanyika, pamoja na kuangalia uwezekano wa kuanzisha na kutekeleza mfumo madhubuti wa bima kwa mali zote za kimkakati ikiwemo mabehewa. Mheshimiwa Rais, utaratibu wa kuchangia ruzuku kwenye mfuko mkuu wa serikali. Litathmini uzingatiaji wa matakwa ya kisheria yanayohusu uwasilishaji wa michango wa asilimia 15 ya mapato ghafi na malipo ya gawio kutoka kwa mamlaka na taasisi za umma. Ukaguzi wangu umebaini kuwa baadhi ya mashirika ya umma na taasisi zisizo za kibiashara zinawasilisha michango katika mfuko mkuu wa serikali, huku zikiwa zinategemea kwa kiasi kikubwa ruzuku kutoka serikalini. Katika mwaka wa fedha 2024/2025, taasisi 7 zilichangia jumla ya shilingi bilioni 12.72, wakati huo huo zikipokea ruzuku ya matumizi ya kawaida yenye jumla ya shilingi bilioni 123.08, ikiwa ni ruzuku ya gharama za uendeshaji. Taasisi hizo, Mheshimiwa Rais, ni Shirika la Viwango Tanzania ambalo lilipokea shilingi bilioni 17 likachangia bilioni 8. Mamlaka masoko ya mitaji ilipokea milioni 708 ikachangia milioni 211.
Mamlaka Maendeleo ya Biashara Tanzania ilipokea bilioni 3 ikachangia milioni 637. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira walipokea bilioni 5 wakachangia milioni 830. Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania ilipokea bilioni 12 ikachangia bilioni 1.6. Kituo cha Uwekezaji Tanzania kilipokea bilioni 2 ikachangia milioni 90. Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi ilipokea bilioni 81 ikachangia milioni 414. Kwa uchambuzi huu, mchango wa bilioni 12 ni takriban 10% tu ya ruzuku za shilingi bilioni 123, ikimaanisha kuwa kwa kila shilingi milioni 100 inayotolewa kama ruzuku, serikali inarejeshewa shilingi 10 pekee. Hali hii inaonyesha kuwa serikali kwa kiasi kikubwa inajichangia yenyewe kupitia taasisi zake badala ya kupata mapato halisi ya ndani, jambo linalopunguza ufanisi wa sera ya mchango wa 15% na kuongeza utegemezi wa mashirika haya kwa ruzuku za serikali. Mheshimiwa Rais, napendekeza kwamba taasisi zinazopokea ruzuku za serikali, kiwango cha ruzuku kipunguzwe kulingana na mchango unaotarajiwa badala ya kuruhusu urejeshaji wa fedha zile zile kwa serikali. Shirika la Umeme Tanzania. Mheshimiwa Rais, katika ukaguzi umebaini kuwa baada ya kukamilika kwa mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere mwezi Machi 2025, majaribio ya uwezo wa mitambo ya kufua umeme hayakufanyika kwa pamoja kama ilivyotakiwa na mkataba ili kuona mitambo yote 9, turbine 9 kama itawashwa kwa wakati mmoja itafanyaje kazi. Hali hii imetokea na kutokuwepo kwa miundombinu ya kutosha ya kusafirisha umeme pamoja na changamoto cha kiwango cha maji. Kutofanyika kwa majaribio kamili kwa wakati kunaongeza hatari ya kupokea mitambo isiyokidhi viwango vya ubora na utendaji, jambo ambalo linaweza kusababisha ufanisi mdogo wa uzalishaji umeme na kuongezeka kwa gharama za marekebisho katika kipindi kijacho. Mheshimiwa Rais, napendekeza kuwa Shirika la Umeme Tanzania lihakikishe majaribio ya utendaji na ufanisi wa mitambo ya kuzalisha na kufua umeme na jenereta yanafanyika kwa mujibu wa matakwa ya mkataba. Mheshimiwa Rais, ongezeko la gharama na upotevu wa madai shilingi trilioni 1.48. Nilibaini ongezeko la gharama kutokana na kushindwa kwenye mashauri ya usuluhishi katika mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere unaotekelezwa na TANESCO uliosababisha hasara ya jumla ya shilingi trilioni 1.48. Kwanza, nilibaini kuwa migogoro 13 iliyoamuliwa na bodi ya usuluhishi ilisababisha malipo ya dola milioni 400, takriban shilingi bilioni 889.6, na kuongeza gharama za mradi kutoka shilingi trilioni 6.55 hadi shilingi trilioni 7.44. Pili, nibaini kuwa serikali ilipoteza miradi ya kijamii yenye thamani ya shilingi bilioni 262.34 baada ya kubadilishwa kwa wigo wa mradi na kuondolewa wajibu wa mkandarasi. Tatu, nilibaini kuwa TANESCO haikukata faini ya ucheleweshaji kwa maana liquidated damages ya shilingi bilioni 327 licha ya mkandarasi kushindwa kukamilisha mradi kwa wakati. Hali hii inaonyesha udhaifu katika usimamizi wa mikataba na inaleta hasara kubwa kwa serikali. Mheshimiwa Rais, napendekeza kuwa serikali ifanye uchunguzi wa kina dhidi ya timu iliyosimamia mkataba huu ili kubaini kama kuna uzembe uliosababisha hasara hiyo baada ya kushindwa mashauri hayo. Na TANESCO yaagizwe kuimarisha mifumo yake ya usimamizi wa mikataba mikubwa. Mheshimiwa Rais, utendaji wa benki za serikali. Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB. Nimebaini changamoto katika usimamizi wa mikopo katika Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB. Benki ilitoa mkopo wa shilingi bilioni 12.17 kwa mteja mmoja uliovuka ukomo wa kisheria wa shilingi bilioni 7.17. Pamoja na kutoa shilingi bilioni 9.58 bila usajili na uthamini wa dhamana ipasavyo. Aidha, shilingi milioni 862 za mkopo huo zilitumika kwa matumizi ambayo hayakusudiwa. Vile vile, kwenye deni la shilingi bilioni 28.76, mkopo wa shilingi bilioni 28.76 umechelewa kwa siku 542, lakini bado unaainishwa kama unaolipika, kinyume na miongozo ya Benki Kuu Tanzania. Hali hii inaonyesha udhaifu katika tathmini, utoaji na ufuatiliaji wa mikopo na unaweka hatari ya upotevu wa fedha za umma pamoja na kudhoofisha uimara wa fedha kwenye benki. Mheshimiwa Rais, napendekeza kuwa Benki ya Maendeleo ya Kilimo ichukue hatua za kisheria mara moja kutaifisha na kuuza dhamana za wadaiwa sugu wote ili kufidia fedha za serikali, sambamba na kuchukua hatua za kinidhamu kwa maafisa walioidhinisha mikopo bila kufuata taratibu
na kuhakiki dhamana. Benki ya Maendeleo TIB na kampuni yake tanzu ya rasilimali. Mheshimiwa Rais, nimebaini kuwa Benki ya Maendeleo TIB na kampuni yake tanzu ya TIB rasilimali zinakabiliwa na changamoto kubwa ya kifedha na kiutendaji. Benki ina upungufu wa mtaji wa msingi core capital wa shilingi bilioni 44.43 dhidi ya kiwango cha shilingi bilioni 200 kinachotakiwa kisheria, na inakabiliwa na uhaba mkubwa wa ukwasi, hali inasababisha kushindwa kulipa madeni yaliyoiva yenye thamani ya shilingi bilioni 373.14 huku ikiwa na rasilimali chache za ukwasi. Aidha, kiwango cha mikopo chechefu kimeongezeka hadi 29% juu ya ukomo wa 5% unaotakiwa na Benki Kuu ya Tanzania, pamoja na kuwepo kwa mapungufu katika usimamizi wa mikopo na dhamana, ambapo mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 14.95 haina nyaraka sahihi za dhamana. Vile vile deni la shilingi bilioni 37 linalodaiwa na ofisi ya msajili wa hazina tangu mwaka 2019 bado halijalipwa, huku kampuni tanzu ya TIB rasilimali ikiendelea kupata hasara kwa miaka 5 mfululizo. Hali hii inaonyesha udhaifu wa kifedha na kiutendaji unaohatarisha uendelevu wa benki pamoja na uwezo wake wa kutekeleza majukumu yake ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, kutokana na matokeo haya, napendekeza serikali ifanye tathmini ya kina ya faida na hasara, kwa maana cost benefit analysis, ili kuamua kama inafaa kuendelea kuweka mtaji mpya kwenye Benki ya Maendeleo TIB au kuhamisha majukumu yake kwenda benki nyingine ya serikali. Vile vile napendekeza kuchukua maamuzi ya kimkakati yanaweza kuhusisha kuiunda upya, kwa maana restructuring, au kuiunganisha kampuni ya TIB rasilimali ili kupunguza hasara kwa serikali. Mheshimiwa Rais, katika kuangalia jinsi ya kuunganisha hii benki ama kuifuta, tuwe makini tusije chukua tatizo la TIB na kupeleka kwenye benki nyingine kama ilivyotokea hapo siku za nyuma. Lakini serikali iendelee na utaratibu wa kuyabaini mashirika na taasisi za umma za aina hii na kuziunganisha kwa kufuata taratibu za kisheria ili kuleta ufanisi kwenye serikali.